Hello, mambo vipi? Leo ni siku nyingine tena ambayo nimeweza kupata nafasi ya kukutana na Mr. Thomas hapa kutoka Chuo cha Elimu ya Biashara campus ya Dodoma. Mr. Thomas, mambo vipi? Safi kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yanasemaje huko? Mambo ni poa, kama unavyoona niko shwari kabisa. Vipi masomo, semester inasemaje? Tunamshukuru Mungu kwa yote, kwa sababu tumefanya vizuri pia kulingana na chuo chetu, pia kinatoa taaluma nzuri. I think tumefanya vizuri zaidi. Wow, ni jambo zuri na la kupendeza. Bwana Thomas, nina issue fulani nataka tuongee, tupige story. Na imani umesikia kuhusu swala la tour. Tour inaitwa Sibeso Tour. Unaifahamu hiyo au hujasikia? Kiukubwa nimeifahamu kwa sababu chuo chetu ni kipana na kina uongozi mkubwa, hivyo niliona matangazo baadhi yanapita, hususan na mimi ni kiongozi pia. Matangazo yalinifikia. I'm very appreciate for that. So nimeipenda sana kitu kama hicho. Unaweza kuwa unatupiga Kiswahili hapo, hujui tour inasema nini kwa sababu umesikia tour. Tour yetu inahusu nini mheshimiwa? Cha kwanza ambacho kipo kwenye tour kwanza ni kwenda mkoa wa Ruaha. Cha kwanza usisahau Ruaha. Kule tunaenda kuona mbuga za wanyama, si ndio? Lakini kuna vivutio tofauti tofauti. Cha kwanza tunaenda kumuona simba, kwa sababu takriban 10% katika nchi yetu hifadhi ya Ruaha kuna idadi kubwa sana ya simba. Hivyo pia kuna wanyama wengi tofauti tofauti, and then kuna jengo la mkoa kule. Wow. Nina mengi ya kuvumilia lakini hili la mkoa wa Ruaha siwezi kuliacha. Unajua bwana ametudanganya ukatuambia tunaenda mkoa wa Ruaha. Mkoa wa Ruaha. Wewe uliposema umesikia mkoa wa Ruaha. Tunaenda Iringa Ruaha, si ndio? Yes, nafikiri ni era kidogo tu. Iringa Ruaha. Yes. Bwana nikukumbushe tu, nikanushi alichosema mheshimiwa hapa, sio Ruaha, sio mkoa wa Ruaha bali tunaenda mkoa wa Iringa ambapo tutapata nafasi ya kutembelea vivutio mbalimbali ikiwemo hifadhi ya Ruaha, boma la Iringa ambalo ni boma la kabila la Wahehe ambako kuna historia ya Chifu Mkwawa, kiwanda cha kuzindika maziwa, kiwanda cha Asas na vivutio vingine vingi ambavyo ni mambo mazuri kwa kweli tutapata sisi kama wanachuo na sisi kama wasomi. Bwana nikuulize swali la kizushi. Kuna chifu mmoja wa kabila fulani hapa Tanzania alisemekana kujinyonga au kujipiga risasi. Sasa sijui which is which. Huyo ni chifu wa kabila gani kwanza? Cha kwanza ni Mhehe, sawa? Nimekosea? Ukisema Wahehe na maana unatusema sawa, asante. Naweza nikakubali kwamba ni Mhehe. Vipi kuhusu hujasikia tetesi za kabila la Wahehe hivi wasimulie au wakalimu? Mwenyewe ni Mhehe. Kwa hiyo hujasikia tetesi hivi, taarifa za Wahehe wanasemaje Wahehe? Cha kwanza Wahehe ni watu ambao ni wajasiri pia katika kufanya mambo yao. Kama mimi hapa. Kama wewe, jasiri fulani shupavu. Strong, very strong. Lakini pia ni watu ambao wanapenda kujishughulisha na mambo mengi sana. Katika all activities wanafanya mambo wanavielehele. Lakini lakini pia kuna mambo mengi siwezi kuzungumzia sababu huenda mimi sio mtani wako kabila lako. Usije kanifungia mashtaka. Bwana, ninachoendelea kukukumbusha ni kuhusu tour ambayo tutafanya pale mkoa wa Iringa ambao kila mtu atatoa shilingi 80,000 kwa ajili ya nauli pamoja na mahitaji ambayo yatahitajika kule. Lakini nikukumbushe tu ndugu yangu, wewe unatakiwa kwenda na wewe ni mtu wa muhimu sana. Wewe unayenitazama video hii nikukumbushe kwamba unakaribishwa sana na kuna ofa ya atakayeweza tunaandaa challenge ambayo itakujia wewe. Ukiweza kufanya hiyo challenge utalipiwa 62.5 ya shilingi 80,000. Kwa hiyo utajua wewe ni shilingi ngapi, 62.5 ya fedha hiyo. Bwana Thomas nikushukuru sana, asante. Asante sana, lakini cha mwisho cha kumalizia tushiriki. Mimi nitashiriki na wewe shiriki. Mimi nitashiriki na wewe shiriki. Asante sana Mr. Thomas.